zimeibiwa. Chama cha ACT Wazalendo tumeamua kulifikisha swala hili mahakamani kwa kuwafungulia kesi ya kula njama na kuiba fedha za umma, matumizi mabaya ya ofisi na uhujumu uchumi. Chama cha ACT Wazalendo tumeamua kulifikisha swala hili, swala la kuibiwa Watanzania trilioni 2.16 katika kashfa hii ya mafuta. Chama cha ACT Wazalendo tumeamua kulifikisha swala hili mahakamani kwa kuwafungulia kesi ya kula njama, kuiba fedha za umma, matumizi mabaya ya ofisi na uhujumu uchumi. Watuhumiwa wa kesi hizo wanaoenda kufunguliwa kesi hizi ni hawa wafuatao. Wa kwanza ni waziri wa fedha, wa pili waziri wa nishati, wa tatu mkurugenzi wa kampuni ya Vito, wa tano mkurugenzi wa PBPA, wa sita mkurugenzi mkuu wa EURA, na wa saba mwanasheria mkuu wa serikali. Hawa wote saba tunaenda kuwaburuza mahakamani. Hatuwezi kuruhusu wananchi wakateseka namna hiyo. Kama wanavyojua Watanzania kwamba mafuta tu yalipopanda, bidhaa zote zimepanda. Mpaka madawa ya binadamu kwenye pharmacy zetu yamepanda, kwa sababu madawa yote yanasafirishwa kwa kutumia mafuta. Kila kitu, iwe sabuni, iwe chumvi, iwe nini, zilipanda baada ya bei ya mafuta kupanda, na wananchi kuumizwa kwenye nauri, kuumizwa kwenye kusafirisha mizigo, kuumizwa kwenye kila sehemu. Kumbe ni njama zilizokuwa zimepangwa za watu kufanikisha kuiba fedha kutoka kwenye mifuko ya wananchi hawa wanyonge. Hao wananchi ambao hata fedha tu zenyewe za kugharimia mahitaji yao muhimu wanazikosa. Mnaenda kuwaumiza kwa mabei makubwa haya ya mafuta. Kumbe bei zenyewe za kupandikiza hazina uhalisia wote, kwa ajili tu ya kuiba fedha. Mpate fedha mtajirike. Sasa tutawaburuza mahakamani, na historia ya nchi hii itaandika kwamba hatuna masiara katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanalindwa kwa gharama yoyote. Jambo la tatu, misamaha ya kodi kupitia vipengele vya mikataba. Mara baada ya serikali kuwasilisha kiliongezwa kifungu cha 83 kiliongezwa ili kuweka faini na adhabu kwa watakao kiuka masharti ya misamaha hiyo ya kodi. Kwa hiyo sisi mwanzo kabisa kama chama cha ACT Wazalendo tulisema kwamba swala la kusamehe wawekezaji kwenye mikataba na haya mambo ya misamaha yakaamuliwe na baraza la mawaziri, tulisema hili ni hapana. Kifungu hicho cha 10 kifungu hicho cha 10 cha 22 cha 68 na cha 94 vyote vifutwe, kwa sababu hatuwezi kuruhusu kwenda kutoa misamaha ya kodi ya asili ndani ya mikataba ya uwekezaji tunayoitoa. Sasa serikali walifanya nini? Hayo marekebisho ambayo nimekwisha kuwasomea. Sasa marekebisho haya ni hatua nzuri. Chama cha ACT Wazalendo kinampongeza mbunge wake Mheshimiwa Ado Shaibu Ado, mbunge wa jimbo la Tunduru Kaskazini, na kamati ya bunge ya bajeti chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Mashimba Mashauri Ndaki, mbunge wa jimbo la Maswa Magharibi, kwa kuiokoa nchi kuingia kwenye misamaha ya kodi ya maisha kwa wawekezaji wa madini na miradi ya ubia. Huu mtego huu usingetanzuliwa na chama cha ACT Wazalendo, usingetanzuliwa na mbunge wetu Mheshimiwa Ado Shaibu, mbunge wa Tunduru Kaskazini, usingetanzuliwa na kamati ya bajeti. Maana yake Watanzania walikuwa wanaenda kutoa misamaha ya kodi ya maisha kwa makampuni ambayo serikali imeingia nayo mikataba. Tumeambiwa makampuni yako kampuni zaidi ya 16 kwenye miradi yetu ya madini. Maana yake kwamba haya makampuni yote haya yalikuwa yanaenda kuingia mikataba ya kudumu, msamaha wa kodi wa kudumu katika eneo la ushuru wa bidhaa, katika eneo la kodi ya mapato, katika eneo la VAT, katika eneo la ushuru wa mafuta na barabara. Maana yake ni kwamba kodi zote zinazotakiwa kulipwa nchini walikuwa wamesamehewa na serikali. Sasa bahati nzuri walau hapa kurekebisha kidogo kwamba basi hii misamaha itatolewa walau tu katika kipindi cha ujenzi. Sasa msimamo wa chama cha ACT Wazalendo ni nini?
Pamoja na marekebisho hayo ya mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026, ni msimamo wa chama cha ACT Wazalendo kwamba kifungu cha 10, 22, 83 na 94 cha mswada vifutwe ili kuwezesha taifa kunufaika na rasilimali zake na kuondoa utoaji holela wa misamaha ya kodi unaopoteza mapato mengi ya serikali. Baadhi ya sababu za msingi za kufutwa vifungu hivyo ni kama ifuatavyo: moja, kutoa misamaha kwa asili kwenye mikataba ni kupola mamlaka ya bunge na wananchi, na itawezesha utoaji wa mikopo isiyo na tija na kwa maslahi binafsi. Bunge limetoa misamaha bila kuona mikataba ya uwekezaji iliyoletwa na serikali na bila kujua vigezo na masharti ya mikataba hiyo. Hii inaondoa kabisa dhana ya uwazi na uwajibikaji na kuziweka rehani rasilimali za umma. Mnawezaje nyinyi kama bunge, kwa sababu sheria yetu ya rasilimali inasema mikataba hii yote ya rasilimali lazima iletwe bungeni na muione. Nyinyi leo mnaenda kutoa misamaha, hata vigezo na masharti ya mikataba ya mikataba hiyo inayoenda kuingiwa hamjui, alafu mnaenda kutoa misamaha ya kodi. Jambo hilo chama chetu tunaona kabisa kwamba halikubaliki. Baadhi ya mikataba ya uwekezaji ilishatolewa misamaha ya baadhi ya mikataba ya miradi ya wawekezaji inayoombewa misamaha ya kodi ilishasainiwa muda mrefu bila kuwepo vipengele vya msamaha ya kodi. Leo vipengele vya msamaha vinatokea wapi? Watu mlishasaini mikataba mkamaliza na wakaondoka. Wanachotakiwa ni kuanza kutekeleza mradi. Leo tena wanasema kwamba wanaingia bungeni kwamba wasamehewe kodi. Alafu na serikali ikakubali na wabunge wakakubali. Namba 2, misamaha inayotolewa kupitia mikataba ni vigumu kudhibiti udanganyifu na hivyo kuathiri mfumo mzima wa ulipaji wa kodi nchini na kupoteza mapato mengi ya serikali. Bunge halikuwa na kielelezo cha uwezo wa serikali kudhibiti udanganyifu wa rushwa katika usimamizi na utoaji wa misamaha ya kodi. Mkisharuhusu wakaweke misamaha kwenye mikataba, nyinyi wabunge mtaisimamiaje? Mtasimamiaje hizo kodi? Mtasimamiaje hiyo misamaha? Mnamo tarehe 5 Julai 2024, wakati akimwapisha kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda, rais alikiri kuwa kuna udanganyifu mkubwa katika utoaji wa misamaha ya kodi kwa wawekezaji, ikiwemo kuzidisha mahitaji na kuingiza orodha ndefu ya vifaa ambavyo havitakiwi kusamehewa kodi na hivyo kupoteza mapato mengi ya serikali. Hayo ni kauli ya rais. Alishakiri kwamba hawana uwezo wa kusimamia tena udanganyifu unaofanyika katika misamaha ya kodi kutokana na wafanyabiashara wengi kuleta idadi kubwa zaidi, kuzidisha idadi aliyoomba, kuombea misamaha hata kwa vitu ambavyo havihitajiki katika ujenzi wa mradi wake. Rais huyo alishakiri. Leo bunge mnaendaje kwenda kukubali kuiruhusu serikali ikatoe misamaha kwenye eneo ambayo ilishashindwa kulisimamia? Lakini misamaha ya kodi inayotolewa ni kipindi ambacho serikali ilimeshashindwa kudhibiti misamaha holela, kusimamia ukomo wa gharama za uwekezaji katika maeneo ya madini, gesi na mafuta, uhamishaji wa faida, lakini na kusimamia urejeshaji wa mazingira. Maeneo haya yote kwenye madini yetu. Sasa hivi madini yetu hatupati faida inayostahili kwa sababu ya serikali kushindwa kusimamia gharama za uwekezaji. Wenye makampuni wanawasilisha gharama wanazoona wao. Wakishawasilisha serikali inakubaliana nazo. Mwisho wa siku tunakusanya fedha kidogo kwenye eneo la madini kwa sababu ya usimamizi wetu ni dhaifu. Leo tunaendaje kwenda kutoa tena misamaha ya kodi kwenye eneo hilo ambalo sisi tuna uzito kiasi hicho katika kulisimamia? Misamaha inatolewa ni kodi halali ya nchi. Watu wengine unaposema kwamba kodi imesamehewa, wanadhani kwamba labda ni fedha ndogo tu zilizosamehewa. Ni matrilioni ya fedha. Kodi iliyosamehewa ni fedha nyingi. Bunge limeridhia vifungu hivyo bila kufanya tathmini ni kiasi cha fedha kiasi gani kinachosamehewa katika kipindi cha ujenzi wa miradi. Haya, nyinyi mnasema tu kwamba haya bana, sisi tumsamehe kipindi cha ujenzi wa miradi. Hiyo miradi yote 16 mmefanya tathmini mkaona ni fedha kiasi gani taifa litapoteza kwa kutoa hiyo misamaha? Bunge linawezaje kuingia kwenye mtego mbaya huo wa kuruhusu mikataba 16 ya matrilioni ya fedha ambazo ni rasilimali za Watanzania kwenda kuruhusu misamaha ya kodi katika ujenzi bila kujua ni matrilioni ya fedha kiasi gani ambazo mnazitoa za Watanzania? Hauwezi ukawa taifa linaenda kusamehe misamaha ya kodi mingi kiasi hicho, ya mabilioni ya fedha kiasi hicho. Misamaha ya kodi inatolewa taifa likiwa tayari lina deni la taifa lililofikia trilioni 114. Trilioni 114.
Deni letu la taifa limefikia trilioni 114. Halafu kodi zako unaenda kusamehe kodi, usikusanye kodi. Halafu huku unadaiwa trilioni 114. Mtalipa na nini? Taifa litalipa nini? Litatoa wapi mapato ya kulipa kodi hizi, ya kulipa madeni haya, ya kulipa deni hili la taifa, kama tuna huu mtindo wa kuendelea kusamehe kodi kama ambavyo ina mchezo unaofanyika hivi sasa hivi. Sasa hivi kwa mwaka imefikia almost trilioni 15. Ni trilioni 14.7 ambao ni kama trilioni 15. Tunalipa deni la taifa. Riba tunayodaiwa karibia sawa na mtaji. Yaani ukubwa wa riba ni sawasawa na mtaji. Unawezaje kuruhusu taifa likawa na mchezo wa namna hiyo? Unatoa misamaha ya kodi ya holela namna hiyo, huku na mzigo mkubwa hivi kwenye taifa. Mnataka taifa hili lipigwe mnada. SGR imetelekezwa. SGR ya kutoka Tabora kwenda, ya kutoka Makutupora Dodoma kwenda Tabora, kwenda Isaka, kwenda Mwanza, na kutoka Tabora kwenda Kigoma. Ni kama imetelekezwa, hakuna fedha. Wanahangaika kutafuta mikopo huku na kule. Sasa taifa linalohangaika kutafuta mikopo kila sehemu, leo tena linaenda kutoa misamaha ya ovyo kiasi hichi. Sasa watumishi wetu wanalipo mishahara midogo mno. Wafanyakazi wenye mishahara ambayo inaisha siku 10 tu, hana mshahara. Nauli ya kwenda kazini ni kubwa kuliko mshahara wake. Leo fedha ambazo zinaweza zikakusanywa kwa ajili ya kumsaidia huyu mtumishi zinalipwa, zinasamehewa kwenye hilo kampuni. Na mnambo walisamehe hilo kampuni, Watanzania wao wanapata nini? Kwa sababu hii ni kodi zao, ni haki yao ya kupata hayo mapato. Unapoyasamehe wao wanapata nini? Lakini tuna huo mpango mwingine, huo dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Mtaijenga na nini kama mapato huna? Na unamaliza kutoa misamaha. Alafu waziri wa fedha mguu na njia kwenda kutafuta misaada na mikopo. Ni taifa gani linaloweza kuwa linafanya mzaha namna hiyo? Yaani mnamaliza kila anayewekeza ndani ya nchi yenu, anayefanya biashara ndani ya nchi yenu. Kodi ni haki ya nchi kupata, sio hisani. Mnamaliza kutoa misamaha ya kodi, alafu mkimaliza mguu na njia mnaomba mikopo na misaada kwa nchi za wenzenu wanaolipa kodi. Namba 5, misamaha unakwenda kufifisha hisa isiyobadilika ya zile free carried interest ya 16% na mrahaba wa 6%. Misamaha inayotolewa, kushindwa kusaminisha hisa katika misamaha ya kodi inayotolewa ni kwa mwekezaji ni kinyume cha sheria ya madini ya mwaka ya sura ya 123. Sisi tulitengeneza sheria yetu ya madini tukarekebisha kwamba tunatakiwa tupate, yani mwekezaji yote atakayekuja kuwekeza, sisi tunapata 16% bila kuwekeza chochote. Leo tunaenda kusamehe kodi ambayo ni fedha ya Watanzania. Kama ndivyo hivyo, ilitakiwa huu msamaha tunaoutoa ukawe sehemu ya hisa. Lakini sasa hivi tunasema eti tumesamehe tu kodi ili waweze kujenga mradi. Miradi mingine itajengwa miaka 10 hapa bila kukamilika, na watakuwa nasingizia huku na vile na mambo mengine. Misamaha inatolewa kwa upendeleo, lakini mswada unatoa msamaha wa kodi ya mapato kwenye ujenzi, wakati kodi ya mapato inatozwa kwenye uzalishaji. Sasa unatoa kodi ya mapato kwenye ujenzi ili ufanye nini? Mswada unatoa msamaha wa VAT ambao ni kodi kwa kweli ya mlaji. Sasa kama ni kodi ya mlaji, kampuni wawekezaji wanasamehewa ili iweje? Misamaha ya kodi inatolewa kipindi ambacho serikali imeingia mikataba 43 na mikataba 43 ya rasilimali na mikataba 74 ya ubia kwa usiri na bila ushindani, ambapo vigezo na masharti yanafahamika kati ya serikali na wawekezaji tu, jambo ambalo ni kinyume cha sheria na katiba ya nchi. Bunge lilipaswa kutumia fursa hiyo kushinikiza serikali kuwaomba waweke mikataba hadharani, ndio waende hiyo hatua waliokuwa wakiendea. Lakini mikataba inaingiwa kwa siri, wewe bunge huijui, hujawahi kuiona, vigezo na masharti huvijui. Leo unaenda kuingiziwa mtego wa kuingia kutoa msamaha wa kodi ndani ya eneo hilo, na wewe unakubali.
ni mzaha mkubwa sana kwa taifa letu. Kamati maalum ya bunge ya Chenge ya mwaka 2013 ilishauri serikali kuachana na misamaha ya kodi, yani tax exemption zote zilishauriwa na hiyo tume kuachana nazo, kwa kuwa sio sababu za msingi inayovutia wawekezaji, mbali wawekezaji wanavutiwa na rasilimali tulizo nazo. Wawekezaji hawavutiwi na misamaha ya kodi. Wawekezaji wanavutiwa na rasilimali tulizo nazo. Wanavutiwa na gesi tulio nayo, wanavutiwa na madini tulio nayo, wanavutiwa na maeneo ya mafuta tulio nayo, na fursa zingine za mbuga za wanyama na misitu na mifugo tulio nao. Ndio vitu vinavyowavutia wawekezaji, lakini sio misamaha ya kodi. Lakini wawekezaji watavutiwa na umeme. Tumekamilisha bwawa la Mwalimu Nyerere, tumeshindwa kushusha bei za umeme. Alafu tunategemea kwamba utamvutia mwekezaji. Ilitakiwa sasa hivi gharama za umeme si tuzishushe, ziwe hata nusu ya hizi zinazotolewa sasa hivi. Maana yake tungezibiti nchi zote za Afrika Mashariki kwa kuwa na umeme wa chini. Obviously tungewavutia watu kuja kuwekeza hapa kwetu. Sasa barabara nzuri, kujenga SGR zikakamilika, barabara nzuri za usafiri wa angani, usafiri wa majini, usafiri wa kila sehemu. Haya ndio mambo ambayo yanaweza yakawavutia wawekezaji na kuja kuwekeza hapa nchini kwetu, lakini sio misamaha ya kodi. Misamaha ya kodi ni sehemu tu ya kuwaibia Watanzania na kuwanyima haki yao ya kupata mapato kwa ajili ya kulijenga taifa lao. Hasa taifa ambalo vijana hawana ajira, taifa ambalo vijana wamegeuka kwa manamba, taifa ambalo wananchi wote ni maskini, taifa ambalo liko kwenye ziki za kila aina, taifa ambalo haliwezi kutibu hata wananchi wake, haliwezi kutibu hata wagonjwa. Leo mnaenda kujifanya matajiri, mnasamehe kila aina ya kodi ndani ya nchi yenu. Ni mambo ya ovyo ambayo hatuwezi kuendelea kuyakubali. Sasa wakati huo tunasema, wakati huo kamati hiyo ilivyoshauri, tulishauri, na bahati nzuri na mimi nilikuwa mjumbe wa hiyo kamati ya Chenge iliyoshauri serikali namna ya kupunguza matumizi, iliyoshauri serikali namna ya kuongeza mapato. Mwaka 2013 tulitoa ushauri huu ndani ya bunge na kwa wananchi. Wakati huo tunatoa ushauri, misamaha ya kodi ilikuwa imefikia 3.8%. Wakati huo misamaha ya kodi ilikuwa 3.8% ya pato la taifa, yani ya GDP, ambapo ilikuwa imezidi kiwango kinachoruhusiwa cha 1%, kisichozidi 1% ya pato la taifa. Ndio inaruhusiwa hivyo kiuchumi, kwamba usizidishe misamaha ya kodi zaidi ya 1%. Lakini sisi wakati huo tunatoa hilo pendekeza kwa serikali, serikali ilikuwa imefikia misamaha ya kodi ilikuwa imefikia 3.8%. Mwaka 2016 2017 serikali ikachukua hatua kali za kupunguza misamaha ya kodi. Misamaha ya kodi yote ikapungua, ikawa chini ya 1%, toka 3.8% mpaka chini ya 1%, na hivyo kuendana na hilo takwa la 1% linalotakiwa kiuchumi. Lakini katika miaka ya hivi karibuni, mwaka 2023 2024, misamaha ya kodi imeendelea kuongezeka tena, na sasa hivi imefikia 1.5%. Tumeshazidi 1%, tuko 1.5%, na kwa pato 1.5% ya pato la taifa, lakini 10.3% ya mapato ya kodi ya TRA ambao ni sawa na trilioni 3.12. Kwa hiyo katika mapato tunayoyakusanya haya tumesamehe zaidi ya trilioni 3.12, ambalo hili ni sawa sawa na 10.2% ya mapato tumesamehe. Sasa leo hii tunaenda kusamehe wawekezaji wote hawa. Tunategemea nini? Tutarudi huko kwenye 3.8%. Na tukirudi huko kwenye 3.8%, maana yake kwamba kwa mwaka tutakuwa tunasamehe zaidi ya trilioni 9 kodi. Trilioni 9, ambako kwa miaka 5 tutasamehe, kwa sababu miradi hii mingi yake itajengwa zaidi ya miaka 5. Kwa hiyo kwa miaka 5 tutasamehe zaidi ya trilioni 45. Sasa kama kweli bunge, wananchi, taifa hili masikini kiasi hiki, unaweza kuruhusu leo trilioni 45 zisamehewe, na itakuwa zaidi,
kwa sababu wawekezaji wengine ni matrilioni ya fedha. Ukizungumza mradi wa LNG ni wa matrilioni ya fedha. Huo tu wenyewe ukiondoa msamaha wake wa kodi na miradi mingine ya makaa ya mawe, mradi wa chuma Liganga na Mchuchuma ni miradi ya matrilioni ya fedha. Leo ukienda kuweka exemption mle ni mabilioni ya fedha, ni matrilioni ya fedha. Sasa chama cha ACT Wazalendo kinakataa rasilimali za nchi yake kuwekwa rehani na kugeuzwa kuwa zana ya upatanisho, yani bargaining chip au bargaining tool, na mtaji wa kisiasa wa watawala kufuatia mauaji na machafuko ya Oktoba 2025. Na kimeamua chama cha ACT Wazalendo kinakataa rasilimali za nchi yetu kuwekwa rehani na kugeuzwa kuwa zana ya upatanisho, yani bargaining chip au bargaining tool, au mtaji wa kisiasa wa mtawala kufuatia mauaji ya machafuko ya Oktoba 2025. Sababu lazima tuwe makini katika kipindi hiki tunachoenda kuingia mikataba hii. Tuko kwenye kipindi gani? Tuko kwenye kipindi gani? Watu walishasema, wameandika barua 20 na ngapi na 5 sehemu mbalimbali. Zinahusu nini? Rasilimali zetu za umma zisije zikatumika kama upatanisho, zije zikatumika kama ulimbo kwa ajili ya kufanikisha au kwa ajili ya kuwa mtaji wa kisiasa wa mtu fulani au mtaji wa mtawala kufuatia machafuko ya Oktoba 2025. Na kimeamua kubeba dhamana ya wananchi na kuifikisha serikali mahakamani kupinga misamaha hiyo na kuomba kifungu cha 10 cha 22, kifungu cha 83 na kifungu cha 94 kifutwe katika mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026, ambavyo vimefanya marekebisho ya vifungu mbalimbali katika sheria ya fedha. Narudia, chama cha ACT Wazalendo kimeamua, chama cha ACT Wazalendo kinakataa kata rasilimali za nchi yetu kuwekwa rehani na kugeuza kuwa zana ya upatanisho, yani bargaining chip au bargaining tool, na mtaji wa kisiasa wa mtawala kufuatia mauaji ya machafuko ya Oktoba 2025, na kimeamua kubeba dhamana ya wananchi na kuifikisha serikali mahakamani kupinga misamaha hiyo kwa kuomba kifungu cha 10, kifungu cha 22, kifungu cha 83, kifungu cha 94 vifutwe katika mswada wa sheria ya fedha ya mwaka 2026 vinavyofanya marekebisho ya vifungu mbalimbali katika sheria ya fedha. Kwa hiyo jambo hili tutakwenda nalo mahakamani. Jambo la mwisho kwa kifupi kabisa ni swala la fedha za mifuko. Kama mnavyofahamu kwamba serikali katika siku za hivi karibuni haipeleki fedha za mifuko maalum katika maeneo ya barabara, mfuko wa barabara, mfuko wa taifa wa maji, mfuko wa wakala wa nishati vijijini na mfuko wa miradi wa reli. Kwa hiyo katika hayo maeneo manne serikali imekuwa siku hizi fedha zinakusanywa alafu zinatumika kwa matumizi mengine. Na maanake kama ni hayo matumizi kwanza yanakuwa nje ya budget. Na kama ni nje ya budget maanake sio matumizi tena ya umma. Ni fedha tu ambazo zinatapanywa na zinaliwa. Ndio maana yake. Sasa mtaona mtiririko wa fedha mwaka 2024-2025 pekee, jumla ya fedha zilizokusanywa kwa ajili ya mifuko bungeni wameshindwa kutoa maelezo. Kueleza kwamba hizo fedha walipeleka wapi. Kama zilikuwa kwa ajili ya kwenda kujenga miundombinu ya barabara, kama zilikuwa zinatakiwa kwenda kwenye maji, kama zilitakiwa kwenda kwenye umeme, kama zilitakiwa kwenda kwenye reli, hazikwenda kwenye hayo maeneo yote, zilienda wapi? Hakuna maelezo yaliyotolewa na waziri wa fedha. Badala yake akaleta pendekezo la kuomba hizo fedha zigawanywe kwa matumizi mengine, kwamba 70% ziwe zinaenda kwenye miradi iliyopangwa, 25% ziwe zinaenda hazina, 5% sijui ziende EPZ. Jambo ambalo si malengo ya kuanzishwa kwa mfuko huu. Sasa chama cha ACT Wazalendo msimamo wake ni nini? Kwa msingi huo,
ACT Wazalendo tayari tumeanza kuandaa mashauri ya kupinga uhalali wa marekebisho ya sheria ya fedha ya mwaka 2026 yanayoipa mamlaka serikali kugawanya upya mapato hayo kwa kuwa yanaenda kinyume na ibara ya 135 na ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yanakiuka dhana ya ulinzi wa fedha zilizotengwa kwa madhumuni maalum. Vile vile ACT Wazalendo inaenda kufungua shauri mahakamani ili kuwajibisha serikali kwa kuchukua na kuzuia fedha za mifuko maalum kinyume na katiba, kinyume na sheria mbalimbali zinazosimamia mifuko hiyo. Lengo la hatua hiyo ni kuiomba mahakama iamuru kurejeshwa kwa fedha zote zilizozuiliwa na kutumika bila mamlaka ya kisheria na bila maelezo ya kuridhisha, pamoja na kuhakikisha kwamba fedha zote zinakusanywa kwa mujibu wa sheria na zinaelekezwa kikamilifu kwenye mifuko husika kwa manufaa ya wananchi. Kwa hiyo chama cha ACT Wazalendo, moja ni kuhakikisha kwamba katika kipindi cha miaka yote hiyo minne fedha zote zilizotengwa kwa ajili ya kwenda kwenye mfuko wa maji, kwa ajili ya kwenda mfuko wa barabara, kwa ajili ya kwenda kwenye mfuko wa umeme vijijini, kwa ajili ya kwenda kwenye mfuko wa reli, zote hizo fedha zilivyokusanywa zote zipelekwe kwenye maeneo husika zikafanye kazi husika. Watanzania wana matatizo makubwa ya maji, wana matatizo makubwa ya barabara, wana matatizo makubwa ya umeme, wana matatizo makubwa ya reli. Fedha hizi siende kwenye maeneo husika. Sasa serikali kwa sababu wameshakiuka, sisi hatuwezi kuendelea kuwa washauri tena. Tunachoamua ni kwenda mahakamani, kwenda kuiomba mahakama ishinikize serikali wazitoe hizi fedha ziende kwenye maeneo husika. Na huu utaratibu wa kubadilisha eti mgao mara 70% ziende sijui hazina, siende sijui PZDA, hilo jambo halikubaliki. Na lenyewe tunaenda kulipinga mahakamani kwa kuzuia huo utaratibu. Fedha hizi 100% zote ziende kwa wananchi kutatua matatizo ya maji. Fedha hazina zote tunakusanyia hazina, mikopo yote inapita hazina, fedha zote za TRA zinaenda hazina. Unazitaka hizi za mifuko maalum zipite hazina kwenda kufanya nini? Badala ya kwenda kutatua matatizo ya wananchi moja kwa moja. Na hata tueleze kwamba sababu za wao mifuko hiyo kutokwenda moja kwa moja kwa wananchi ni nini? Sababu za kupunguza iende 70%. Matatizo ya maji tumeyamaliza. Matatizo ya barabara tumeyamaliza. Matatizo ya umeme vijijini tumeyamaliza. Matatizo ya reli tumeyamaliza. Si hata fence yenyewe hii tu yenyewe ya kutoka hapa Dodoma kwenda Tabora, na yenyewe hata fence yenyewe bado haijamalizika kikamilifu. Fence zingine hazina hata mageti kwenye SGR. Ujenzi wa SGR kila sehemu umesimama, hauendelei. Leo nyinyi mnaona fedha zingine zirudi hazina, ziende zikafanye nini? Kwa hiyo hitimisho, bajeti na sheria ya fedha ya mwaka 2026 zimepitishwa. Kutokana na uchambuzi tulioueleza, ACT Wazalendo imebaini ukiukwaji mkubwa unaohusishwa wa kodi zisizo na tija, utoaji wa misamaha ya kodi usiozingatia uwazi na maslahi ya taifa, matumizi mabaya katika sekta ya mafuta yaliyosababisha hasara kubwa na uchumi wa nchi, pamoja na uchukuaji wa fedha za mifuko maalum kinyume na katiba kama nilivyomaliza kueleza hapa punde. Kwa msingi huo, chama kimeanza maandalizi ya hatua mbalimbali za kisheria. Tutafungua mashauri mahakamani kupinga vifungu vya sheria vya fedha ya mwaka 2026 vinavyokiuka katiba, kupinga misamaha ya kodi isiyo na uhalali, kupinga marekebisho yaliyohalalisha uchukuaji wa fedha za mifuko maalum, na kudai kurejeshwa kwa fedha zote zilizochukuliwa na kutumika kinyume cha sheria. Vile vile, kuhusu kashfa ya uagizaji wa mafuta, ACT Wazalendo inaendelea kuchukua hatua za kisheria ili wahusika wawajibishwe na hasara yote iliyosababishwa nchini irejee. Na nataka niseme tu kwamba kwa kila tunachokizungumza tuna ushahidi wote wa kutosha. Na hao wa mafuta hao tumewabipu tu. Wakitaka wajitokeze. Tutaonyesha nyaraka zote tulizo nazo za namna walivyotufanyia kwenye eneo la mafuta.
Lakini kwa hapa sasa hivi sisi tumekamilisha, tuko tayari kwa ajili ya kwenda mahakamani, kwenda kuwatetea wananchi kunyanyaswa katika hili eneo la mafuta, na tutaendelea huku. Wakati huo tutaendelea na hili la sukari kuliangalia, maana tayari umesha BP wameshamaliza huyu wizi wa kwenye mafuta, watakimbilia tu kwenye sukari na maandalizi yameshaanza. Tunatoa wito kwa wananchi, taasisi na kikatiba. Tunatoa wito kwa wananchi, taasisi za kikatiba na wapigania haki katika kulinda katiba, utawala wa sheria na rasilimali za taifa. ACT Wazalendo tutaendelea kutumia njia zote halali za kikatiba na kisheria kuhakikisha fedha za wananchi zinalindwa, sheria zinaheshimiwa. Lazima taifa lolote ile liheshimu sheria za nchi. Serikali inawajibika kwa kila uamuzi unaogusa maisha ya Watanzania. Ndugu zangu, nimalizie tena kwa kuwashukuru sana kwa kuja kutusikiliza. Mmeshaupata msimamo wa chama cha ACT Wazalendo, mmeshasikia uamuzi tuliouchukua. Kwa hiyo ni baada tu ya muda mfupi swala kesi hizi zitaanza kuunguruma mahakamani katika maeneo yote manne niliyoyataja, na hapa huwa hamna majaribio. Tukishasema maana yake ni utekelezaji. Tulisema tarehe 23 Juni 2026. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 30. Siku 7 tu tumesharudi kwenu kuwapa feedback kwamba baada ya mswada ule kupitishwa na uamuzi wetu, na tumeangalia hatua zinazochukuliwa kwenye mafuta na hatua zinazoendelea na uamuzi wetu wa kwenda mahakamani. Leo tumekuja kuwarejea siku 7. Kwa hiyo muda mfupi mwingine hatutakutana hapa tena. Itakuwa mtapata briefing hii ya hatua ya kimahakama tukiwa mahakamani tayari. Kwa hiyo hatutaitana hapa tena kwa ajili ya kupeana sijui kwamba eti tumemaliza kuandaa shauri. Tutaelezana mahakamani kwamba kesi iko mahakama kwa jaji fulani na imeanza kusikilizwa. Asanteni sana. Maswali mawili kama yapo kwa waandishi. Karibu pia mwananchi unaweza kuuliza kama tayari. Asante mheshimiwa. Mimi ambaye ni Tanzania nimeguswa na hotuba hii. Lakini na mimi naungana na chama cha ACT pale ilipofikia kuona maumivu wa Tanzania wanaoyapata. Mfano, bajeti ya Tanzania Kwenye swali. Nina ushauri kidogo kuhusu hili, alafu ndo nije kwenye swali. Mimi ushauri wangu, kwa sababu bajeti ya Tanzania trilioni 62.3, lakini makusanyo ya bajeti ya Tanzania kwa kila mwezi ni trilioni. Kwa hiyo kwa mwaka mmoja ni trilioni 48. Tuko nyuma au tunahitaji trilioni 40, trilioni 14 kufikia leo. Na leo tunasamehe kodi ya matrilioni. Je, mimi nilikuwa naona bwana ni deni la taifa linazidi kuongezeka. Mimi naungana chama cha ACT. Kutokana na haya wafike mahakamani na tutakuwa nyuma yao kuwasapoti kwa kila haya, kwa sababu haya ni maumivu ya Watanzania. Na nilitaka nimuulize Mheshimiwa Mpina, waziri mkuu Kivuli, hivi umewahi kuwa mbunge miaka 20? Ulichojifunza bungeni ni kwamba mtu akichaguliwa kuwa ni mbunge, jukumu lake ni kutetea wananchi. Lakini kwa hali ya sasa hivi wabunge wetu mbona wanaonekana hawana huruma na wananchi? Ni kwa ajili gani hiyo, au ni sababu gani inasababisha mpaka wakose huruma kwa Watanzania kama sisi tunaotozwa kodi alafu wanasamehewa makampuni? Asante sana. Ni nani jina? Alikonga. Walishaona? Raidhani una swali? Karibu. Asante. Mimi kwa Raidhani Waroyo. Mimi nitakuwa na maswali mawili. Mpina una historia ya kwenda mahakamani kwenye
masuala mengi na hasa yanayohusu wizara mbalimbali. Nakumbuka kuhusu sakata la sukari na kesi nyingine kama hizo, lakini asilimia kubwa ya kesi nyingi ambazo wamezipeleka mahakamani mara nyingi zimekuwa zikipigwa chini kwa sababu ushahidi unaodai kwamba uko nao unakosa nguvu ya kisheria kwenye mhimili wa mahakama. Unawezaje kuhakikishia wana-ACT na Watanzania kwamba safari hii hautokwenda na mazingira ambayo wakati mwingine ushahidi wake kwa mahakama inaona hauna mashiko na kila ambacho tunazungumza? Hilo swali langu la kwanza. La pili linagusa ile kama bia ile ya kwanza, kwamba kwenye maelezo yako mengi umekiaza kugusa takwimu, data na vitu vingine kama hivyo, ambapo kimsingi ziko sheria maalum za serikali zinazolinda masuala ya aina hiyo. Wakati mwingine huoni ni kama kuna sehemu ya upotoshaji wa umma pale ambapo unakuja na takwimu ambazo mahakama ambao ni muhimili wa utoaji haki kwa mujibu wa sheria zinakuja zinasema takwimu hizi sio sahihi na uhalisia uko hivi na hivi, kwa maana ya utetezi wa serikali. Kwa namna gani sasa hizi takwimu vyanzo vyako vinakuwa na uhakika kiasi gani, ili wakati mwingine tusiwe na mashaka ya kile ambacho tunakifanya na watu waamini kweli hiki anachofanya iko sahihi? Hayo tu ni maswali mawili. Amisha. Asante sana kwa maswali bwana ndugu yangu Ali Kombe, ambaye kwanza anaunga mkono jitihada hatua za chama cha ACT Wazalendo kwenda mahakamani kwenda kulalamikia huu utaratibu wa utoaji wa misamaha holela, ili hali nchi haina uwezo hata wa kukusanya tu kodi kwa ajili ya mahitaji yake ya msingi. Na akaweka vizuri hoja yake kwamba unafikiri kwamba bajeti ya mapato yetu ya ndani nadhani ni bilioni 46, trilioni 46, na umefanua kwamba ni trilioni 48 actually katika mnani yako, lakini bajeti ni 62 trilioni 62.3, ambao kuna deficit pale ya karibia trilioni 15, ambayo ina maana kwamba obvious hizi trilioni 15 lazima tuzipate kwa kufanya nini? Kwa kukopa. Alafu huku tena tunatoa nini? Msamaha ya kodi. Na hata ukienda hata kamati yenyewe ya budget na yenyewe huko ndani kule ililalamikia sana swala la kwamba misamaha ya kodi imeongezeka na imefikia trilioni 3.1, msikosei, trilioni 3.1, ambao sawa na 1.5 mapato ambayo hatukusanyi. Kwa hiyo unapoenda kuongezea, maana yake ndio huko niko kusema utaenda kwenye trilioni 9. Sasa unaenda kusamehe trilioni 9 kwa mwaka, alafu huku wewe hata bajeti yako tu ya mahitaji ya msingi umeshindwa kujigharimia. Kwa hiyo tunakushukuru kwa kuunga mkono hizi hatua za chama ambacho kimeamua kubeba dhamana ya Watanzania kwenda na hili jambo mahakamani. Lakini jambo lako la pili unasema wewe umempina uzoefu wako, kwa nini wabunge hawa wanapofika bungeni hawafanye kazi? Lazima tujue kwamba kama tunavyofahamu wote kwamba mwaka huu hapa kuwepo na uchaguzi. Kwa hiyo wabunge wengi hawana uhalali wa uwakilishi wa wananchi. Wabunge wengi wanawakilisha maslahi ya kwao wao na wale waliowaweka. Kwa hiyo kwa vyovyote vile mtu ambaye, kwa sababu manake sio mwakilishi wa wananchi, manake uwezo ukategemea kwamba akafanya ya wananchi. Na ndio maana unaona wewe mwenyewe kwamba jambo kubwa kama hili linapita mbele ya wabunge, lakini linapita na linaruhusiwa. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni hicho, kwamba tatizo tulilonalo kwa sasa wawakilishi wa wananchi, kwa sababu kuanzia mkuu mwenyewe mtawala anayejiita mtawala alijiweka, hakuchaguliwa na wananchi. Wabunge wote waliteuliwa na kuwekwa, na aliyewaweka hawakuwekwa na wananchi, hawakupigiwa kura na wananchi. Madiwani wote waliopo waliteuliwa, hawakuchaguliwa na wananchi. Ingawaje ndani ya hao yawezekana kama kungekuwa hata na uchaguzi, wapo ambao kweli wanapendwa na wananchi wangechaguliwa. Lakini kwa uchaguzi wetu wa mwaka 2025 ambao tunasema kabisa hapa kuwepo na uchaguzi, isipokuwa kulikuwa na uteuzi. Watu wanateuana, ndugu jamaa na marafiki. Watu wameenda na wake zao, bana wewe twende. Akimaliza mke wake anasema labda na wewe hawala yangu. Naelewa undugu ulivyotamalaki, naelewa watu walivyochukuliwa kwa ndugunization, chukuliwa mtoto. Kwa hiyo hali ndio iko. Lakini swali la Raizani nadhani wewe Raizani umekuepo kwenye kesi zangu zote. Hakuna siku mahakama ambako imeweza kukosoa nyaraka na vielelezo vilivyowasilishwa na Mpina.
hata siku moja, hamna. Katika kesi zangu zote nilizoziwasilisha kwenye mahakama, kuanzia kesi za sukari, kesi za uchaguzi, zote hamna kesi hata moja ambayo mahakama imeweza kuwa na wasiwasi na ushahidi wangu, isipokuwa upande wa serikali. Kwa kuogopa ushahidi ninao uweka kwenye hoja, ndio wanaokimbilia kwenda kuweka mapingamizi PO, na wanaziondoa kwa PO. Hamna kesi Mpina alishindwa kwamba ameshindwa, wanaziondoa kwa PO kwa kuogopa kwamba ushahidi utakapoanza kusomwa na mahakama, hakuna namna yoyote watakavyoweza kunishinda kesi. Kesi ya sukari ilikuwa ni hivyo hivyo tu, mambo yakaingia ya PO. Unajua sijui bunge halikumaliza kujadili, kwa hiyo ilitakiwa sijui muone waziri, ilitakiwa sijui muone speaker, sijui itakuwa muone nani, ikalekwa mambo ya namna hiyo. Lakini je, ushahidi niliouweka kwamba huyu aliagiza sukari ni muuza vocha, wala hakuwa muagiza wa sukari, ni muuza stationery, wala hakuwa na kibali chochote cha kuagiza sukari, hakuna mtu aliyeweza kupinga ushahidi huu. Kwa hiyo mara nyingi ni kwamba kesi zangu ni za kuaminika, na mpaka sasa hivi kesi zote zile ambazo zimeshawasilishwa kwenye mahakama hii zina ushahidi wa kutosha, na hamna kesi ambayo niliamua kuishia njiani waliponiwekea PO, kwa sababu najua hizi PO walizoniwekea wameniwekea tu kwa mabavu, kwa nguvu, na ikaamuliwa ilivyoamuliwa kwa upendeleo. Ndio maana mimi nikakata rufaa kwenda mahakama ya rufaa, ambayo najua kwa sababu ndio mahakama tulizo nazo sasa, sina namna nyingine. Sasa lazima tutumie mahakama hizo tulizo nazo chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kama itaamuliwa vinginevyo huko, sasa tutaona kama kuna milango mingine, kwamba ukishaimaliza mahakama ya rufaa unaenda mahakama gani? Ukimaliza mahakama ya rufaa utaenda mahakama gani kudai haki hiyo? Hiyo sasa itategemea. Lakini unasema kwamba mahakama kutumia takwimu baadaye mahakama zinaenda kupinga. Nadhani hili swali nimelijibu kwa ujumla wake, kwamba hakuna mahala popote takwimu za Mpina zimeweza kukataliwa. Na mara nyingi ndio na watu leo wajue kwamba katika siasa zote ninazozifanya, sifanyi siasa ya kumuonea mtu, hata kama ni adui yangu personal. Ninapoingia kwenye siasa hizi za mimi na yeye, tutazungumza mambo ya umma tu. Na ndio maana kwa sehemu kubwa najitahidi sana kutumia takwimu kwanza za serikali yenyewe. Kabla sijaanza kutafuta magepu ya kitakwimu, cha kwanza ni kuexhaust takwimu ambazo serikali yenyewe imeziwasilisha. Unafanyika uchambuzi, financial analysis. Ukishafanya uchambuzi wa financial analysis, unaziona gap, alafu unapata sasa na wasiri wengine wanaoweza kukujazia, kukuletea takwimu ambazo zinakusaidia kwa ajili ya kupushi agenda za kitaifa mbele. Kwa hiyo Watanzania wawe na amani, kesi zao ziko salama, na vile kesi zikishapita kwenye milango hii ya kwetu, hizi sio kesi tena ambazo unaweza ukazirobu kwa namna ile au nyingine. Kwa hiyo